Yes, habari za saa hivi wapendwa watazamaji na wafuatiliaji wa Zam Production Inc. Tunapenda tena kuwakaribisha katika mafundisho yetu yanayoendelea kila siku, tukijifunza namna gani ya kutumia Microsoft Excel, Microsoft Office za kama vile Word, Publisher, PowerPoint na nyingine mbalimbali. Katika kipindi cha leo napenda kushare na nyinyi Microsoft Office katika dhana zima ya Excel, namna gani ya kuandaa matokeo, namna gani ya kumpiga mwanafunzi penalty, kumpatia division na vitu mbalimbali kama vile kutengeneza grade na vitu mbalimbali kama vile kumpatia rank mwanafunzi kawa ngapi kati ya wanafunzi wote. Kwa hiyo niwaombe sana muwe wasikivu na muwe imara kwa ajili ya kujifunza tunachoenda kupendelea nacho. Kitu cha kwanza tuanze namna kuipata Microsoft Office Excel. Kama tunavyojua tunabonyeza start button ambayo ipo pembezoni. Kama unatumia Windows 10 utaandika Excel. Utaandika Excel kama tumia Excel ya aina yoyote na utaiona imejitokeza pale kama unavyoona kwangu hapo. Basi utaibonyeza, itafunguka kama unavyoona inavyofunguka. Baada ya hapo una select blank workbook. Hapa tutajifunza namna gani ya kutengeneza, kuweka taarifa kama vile majina, seksi na kutengeneza matokeo na kila kitu. Kwa mfano tuseme hii ni serial number, hapa ni names, hapa ni matokeo, labda tuseme address, hapa ni masomo kama vile math, physics, civics, Kiswahili, history, geography, English, biology na kemia. Na hisi masomo yetu yameenea. Kama hajafika 9 basi tutaongeza. Kwa hiyo baada ya hapo unahakikisha umeandaa vitu vyako vinaonekana vizuri kabisa, na mwanafunzi au mtu atakayekuwa anaangalia basi aweze kuona kwa usalama. Leo tutatumia majina 10 tu kutengeneza, kama kujifunza namna gani ya kuweka haya matokeo kwa njia ya Excel, na kuelekeza namna ya kuweka namba bila kutumia manual. Kwa utaweka namba 1, then utaweka namba 2, afu then unaziselect ili kuiambia Excel fanya kama nilivyofanya. Nimetoka 1 nimeenda 2, basi endelea. Kwa hiyo unaziselect then unabonyeza kwa mkono wa kulia kwenye hii alama ya kujumlisha iliyo ndogo, una drag kwenda chini. Kwa mfano nataka zifike 10 kama mimi hapo, nafika pale 10 na achia baada ya kuklik. Baada ya hapo nakuja kwenye upande wa majina, naanza kuandika labda Onesimo, Mwita, Musa, Ajibu, Peter, Masanja, Edward, Musa, Eva, Joseph, Neema, One, Ana, Idi, Ali, Francis, Juma na jina la mwisho Furaha kwangu. Baada ya kutengeneza majina yako kama unavyoona imezidi sana huko kwa juu, kwa unakuja hapo pembezoni, hapo mgawanyiko katikati ya cell B na C una double click ili kubalance majina yako. Kama ulivyoona mpendo mtazamaji, majina yamebalance vizuri, na kwa hiyo tunaweza kuendelea katika sehemu
ya address. Unaweka kama address zako vizuri. Kwa mfano mimi huyu jamani wa Arusha, hapa ni 35435 Mwanza. Huyu anapatikana 57 Koedi. Huyu anapatikana 552 Udom. Huyu anapatikana 20 Mbeya. Huyu anapatikana 12 Nyegezi. Huyu anapatikana 56 Saivu. Huyu anapatikana 76 Social, na huyu anapatikana 69 Tiba. Huyu mwingine anapatikana 200 Kibox 200 Simiyu. Baada ya hapo, na hakikisha kwamba majina yako yamekaa sawa na address zako zimekaa sawa kwa ku double click kuweka usawa katika kazi yako. Baada ya hapo, tunaenda kuweka matokeo max kwa kutumia formula bila kuwa na matokeo. Na maana hapa tunajifunza namna ya kuweka kwa haraka kutumia Excel. Kwa hiyo nitakupa formula ambayo itatusaidia kuweka haya matokeo au max za masomo mbalimbali kwa kutumia formula. Unaanza na alama ya sawasawa kama ilivyo kawaida yetu. Tunapokuwa tunaweka formula yoyote ya Excel, tunaanza na alama ya sawasawa. Kwa hiyo utaweka sawasawa, then utamwambia fanya land between. Kusema land between ni kumwambia afanye land, achukue namba kutoka katika hiyo range ambayo umeisema. Kwa mfano achukue 20 mpaka 80. Mpaka 80 tunaweka mkato, ndio kuonesha kwamba umemwambia land between 20 mpaka 80. Baadaye unafunga mabano, unaweka enter. Kisha bonyeza enter, tayari max yako ya kwanza inajitokeza hapo kama unavyoona. Baada ya hapo, unabonyeza max yako, unakuja mkono wa kulia. Ukishabonyeza inakuja kama alama ya kujumlisha hapo, una drag kwenda katika masomo yote. Unaona imekamilika kabisa vizuri. Pia matokeo yanaendelea kushuka, unaweza kushusha tena kwa wanafunzi wako wote. Kama mnavyoona watazamaji, mambo yanazidi kuwa mazuri. Baada ya hapo, unaiselect kazi yako, then unaicopy. Baada ya kuicopy, unakuja kwenye somo lako la kwanza, una paste. Ili tunataka tupaste tu kwa nini? Tuna paste ili kuzuia kubadilika kwa matokeo ambayo yamewekewa random. Kwa hiyo yanakuwa yanabadilika kulingana na mimi nitakavyokuwa nabonyeza. Sasa sitaki yabadilike. Nataka ni paste katika value kutoa point. Hizi hapa ni paste option ninazoziona. Kwa sisi tutaweka hapa paste option yetu katika values. Nikishabonyeza basi tayari matokeo yangu hayatakuwa na formula tena. Baada ya hapo, tuende tukajifunza namna gani ya kutafuta total au summation katika matokeo yetu. Nimewaelekeza tunaanza na alama ya equal sign kuweka matokeo. Kwa utasema sawa equal sign, afu then unaandika neno summation au sum, unafungua mabano, unaangalia, unaiambia basi Excel isome kutoka wapi mpaka wapi. Kwa mfano mimi namwambia asome kutoka hapa D, nabonyeza shift hadi hapa L. Nikibonyeza hapo na hiyo highlightiwa, lakini katika upande unaona kuna formula imewekwa iko vizuri sana. Kwa mimi nafunga tu mabano. Baada ya kufunga mabano, nabonyeza enter. Tayari mwanafunzi huyu total au summation yake imeshapatikana. Ninachofanya, nakuja pembeni, namwambia basi fanya kwa wanafunzi wote, na double click tu kama unavyoona mpendwa mtazamaji. Baada ya hapo, tunaenda kwenye average, na yenyewe tunaitafuta tu kwa kutumia matokeo yetu. Tunasema sawa sawa, alafu neno average ile hapa, then unamwambia average yako aisome kutoka hii hapa D mpaka L. Baada ya hapo, nafunga mabano, unabonyeza alama ya enter. Ukibonyeza enter, basi matokeo yako yanakuja tayari, average zimeshatengenezwa. Ili kutoa hizo decimal place, unabonyeza katika hii inayokupeleka mbele, una decrease decimal place. Lakini kama unataka kuongeza decimal place pia, unakuja unabonyeza hapo kwa increase decimal place. Hapa mimi nataka decrease decimal.
tunapokuwa tunaendelea, baada ya kuweka average, basi tuangalie tumweke mwanafunzi wa kwanza na mwanafunzi wa mwisho, I mean ranking au position, kwamba mwanafunzi kawa wangapi katikati ya wanafunzi wote 10. Hapa tunatumia formula ambayo inasema rank kumpatia kutusaidia sisi kujua mwanafunzi wa kwanza kati ya wanafunzi wote 8 na anapata alama ngapi. Kwa mfano tunaandika neno rank. Tutakapoandika neno rank, baada ya hapo tunatumia nini kuangalia rank yetu? Kama tunatumia total, kama tunatumia average, lakini average inaweza ikatusababishia kutokujua matokeo halisi ya wanafunzi wetu, maana average yenyewe inaweza kuchukua 40, 45 zote zikawa zina average ya 44. Kwa sasa ni vizuri tukatumia total au summation kujua utofauti wa mwanafunzi mmoja na mwanafunzi mwingine. Kwa hiyo tutachukua mwanafunzi wa kwanza mpaka mwanafunzi wa mwisho ambaye yupo katika M11. M11 kama unavyoona, unaweka alama ya mkato. Ili kuweka rank vizuri, basi una insert $sign kwa kushift 4, then unaandika M, una shift 4 ili uifunge hiyo seli yako kwa ajili ya matokeo kuwa yanaonekana vizuri. Tena unaweka shift 4 M, shift 4 11, na hakikisha hapo basi imekaa vizuri na unafunga mabano. Tunaweka $sign kwa ajili ya maintain consistency. Matokeo yetu hata huyu mtu tukimpeleka popote pale katika hii Excel aonekane tu kwamba amekuwa wangapi, asibadilishwe na kitu chochote. Kwa hiyo unaweka alama ya unaweka enter kumjua mwanafunzi wa kwanza ni yupi, mwanafunzi wa mwisho ni yupi. Kama unavyoona hapa, mwanafunzi huyu amepata 520 katika matokeo yake. Kwa hiyo ameongoza kati ya wanafunzi wote. Kwa hiyo ndio mwanafunzi wa kwanza wetu. Unafanya kama kawaida na double click, unaona wanafunzi walivyofuatana. Kwa hiyo aliyefuata ni 3, 4, 7, 10. Ili uweze kuzisort vizuri, unakuja katika sehemu hii hapa imeandikwa sort and filter. Una drag chini, unaangalia kuna option mbalimbali za kusort. Kuna moja inakwambia kutoka A to Z ambayo ni ascending, nyingine kutoka Z to A ambayo ni descending. Sasa mimi nataka nikuelekeze namna ya kuweka. Wewe ili wa kwanza apatikane juu na mwisho apatikane chini, weka A mpaka Z, yani sort by smallest to largest. Kwa hiyo ikiniambia hapa we want to expand, yes, naweka sort. Baada ya hapo matokeo namba zangu huku serial number zitakuwa zinabadilika. Kwa hiyo naweza nikazipanga vizuri, basi nakuja na kuchukua tu ya ikaa sawa. Baada ya hapo ninaendelea. Baada ya kupata hii position, tufikirie ni nini tena tunafanya, kwa sababu tumeelekezwa kutengeneza average kwa kutengeneza grade kwa kutumia average, na average tunayo na kila kitu sasa hivi kiko tayari. Basi tutengeneze grade kwa kutumia formula vizuri sana. Mtazamaji, kuwa makini, hii formula ni ndefu lakini utaielewa kwa sababu upo na sisi. Kama kawaida tunaweka alama ya equal sign na tunasema sasa hapa tunataka tumwambie afanye nini kwa kufuata maelekezo yetu. Tunasema if katika haya matokeo kwenye average hizi, average yetu ipo katika n na average ya kwanza ipo katika n namba n2. Kwa basi tutasema if au tunafungua mabano ikiwa n2, if n2 is greater than or equal to 81, is greater than or equal to 81, basi hiyo iwe A. Kama tukisema hivyo, basi tunapofungua hizo quotation mark tuna indicate ya kwamba kwenye Excel hatuwezi tukaweka herufi ikasomeka bila kuiwekea quotation mark. Kwa hiyo tunaweka quotation mark kwenye formula yetu kumwambia basi angalia zote ambazo ni kubwa kuliko au ni sawa na 81 ziwe A. Kwa hiyo naweka mkato
una apply katika vitu vyote. Kwa if hiyo n2 ikawa greater than au equal to 61 ambayo ndio b, kwamba basi hiyo iwe sawasawa na b mkato. If tena kama kawaida n2 ikawa greater than au sawa na 41, basi hiyo ni c, na ikiwa n2 yetu itakuwa ni greater than au equal to 21, basi hiyo iwe d. And otherwise, hapa tunasema otherwise kwa kubonyeza, kwa kuweka mkato, alafu tunaweka hizo quotation mark, tunaandika f kwa kusema kwamba zilizobaki zote basi weka f. Msikilizaji, angalia kwa makini hapa. Katika hapa tumeanza tukafungua mabano ya kwanza, tukafungua mabano ya pili, tukafungua mabano ya tatu, tukafungua mabano ya nne. Kwa hiyo ili formula yetu ifanye kazi, tunafunga haya mabano yote manne kwa wakati mmoja. Kwa hiyo nita shift, nita 1 2 3 4. Baada ya hapo bonyeza enter. Huyo mwanafunzi kumbe hiyo amepata 39 ni sawa sawa na C. Baada ya hapo ninashusha chini kwa wanafunzi wangu wote katika average, huyo amepata 56, kwa 56 ni sawa sawa na 58 ni sawa sawa na C kulingana na formula yetu inavyosema. Kwa msikilizaji, nina imani umeelewa kwa makini na utaendelea kuelewa vizuri kule tunakoelekea. Mpaka sasa hapo tulipofikia, sehemu kubwa ni sehemu ya muhimu ya kujifunza. Kwa hiyo tutaendelea kuelekezana namna gani ya kuweka division na kumweka mwanafunzi penalty, na baadaye tutaendelea na namna gani ya kumkata mfanyakazi, kumkata kiwango fulani cha hela katika mshahara wake na mengine yote ambayo yameelekezwa kufanywa, basi tutayatengeneza. Kwa leo naomba tuishie hapo. Usisite kufuatilia tena video zinazotoka katika ZAM Production Inc. ambazo tutazituma katika YouTube channel yetu. Ifuatilie, subscribe ili upate haraka notification hizo na video zetu, ili uweze kuelewa na uweze kuokoa hela yako na uweze kuelewa zaidi na kujifunza zaidi, kupata uelewa wa hali ya juu. Kama utahitaji kuwasiliana nasi, tutafutie kupitia 0744 47 20 25, 0744 47 20 25. Asanteni sana, karibuni ZAM General.